Leo tuanzie hapa. Hebu fikiria mambo haya kadhaa kwa dakika chache. Kwa nini ni rahisi mtu kutumia mitandao ya kijamii kwa masaa matatu au kwa muda mrefu zaidi, lakini ni ngumu kufocus na kusoma kwa muda mrefu au kufanya jambo lingine? Kwa nini ni rahisi kuvuta sigara au kutumia vilevi? Na kwa baadhi ya watu ni rahisi sana kuanzisha na kuendeleza tabia ya masturbation, lakini ni ngumu kujenga tabia ya kujitawala. Je, ni kwa sababu hawajataka kufanya hivyo? Hawajataka kubadilika? Je, ni kwa sababu hawana uwezo wa kubadilika? Wengi ambao wamekuwa na urahibu fulani au tabia fulani ambazo hazina faida kwao, kwenye hatua fulani waliwahi kutamani kuacha hizo tabia. Na James Clear anasema tatizo sio kwamba hawakuwa na utayari wa kutaka kuziacha hizo tabia, bali tatizo ni kwamba watu wengi wanataka kubadilika kwa njia isiyokuwa sahihi. Kwenye kuacha tabia fulani ambayo upo nayo, ambayo hutamani kuendelea nayo, kuna njia fulani ambazo lazima uzifuate. Hususan ni kama unataka kuacha tabia ambayo imekuwa kama urahibu kwako. Unajua, watu wengi sana tunapojaribu kubadilisha tabia zetu, tunafikiria sana kuhusu kile kitu ambacho tunataka kukipata baada ya kubadilisha tabia. Mtu anafanya mazoezi, lengo lake ni kuwa na misuli au kuwa na mwili mzuri. Mwingine anasoma ili awe na GPA nzuri. Mwingine anapunguza kula ili apungue uzito. Nataka kuwa tajiri, nataka kuandika kitabu, nataka kuacha kuvuta sigara. Vyote hivyo tunaangalia zaidi kwenye matokeo. Sasa James Clear kwenye kitabu cha Atomic Habits Chapter 2 amesema wazi kuna aina kuu tatu za mabadiliko. Mabadiliko ya kwanza ni mabadiliko ya kimatokeo, yani kile ambacho unataka kukipata. Mabadiliko ya pili ni mabadiliko ya kimchakato au tunasema process based change, yani ya kile ambacho unafanya. Na mabadiliko ya tatu ambayo ni ya muhimu ni mabadiliko ya namna unavyojiona, utambulisho wako. Sasa watu wengi tunafocus zaidi na mabadiliko makuu mawili ya mwanzo na tunasahau kuhusu identity. Nataka kupungua kilo 10, nataka kuwa na GPA ya 5, nataka kuwa tajiri, nataka kuacha kuvuta sigara. Yote haya yanaangazia zaidi kwenye kile kitu ambacho anataka kukipata, sio kwenye yule mtu ambaye wanataka kuwa. Mwandishi anasema kwamba ili kubadilisha tabia inabidi ufocus zaidi na yule mtu ambaye unataka kuwa. Fikiria umekutana na watu wawili ambao wanataka kuacha kuvuta sigara. Mtu wa kwanza ukimpa sigara anakwambia ninajaribu kuacha. Huyo bado anajiona kama mvutaji. Mtu wa pili ukimpa sigara akakwambia mimi sio mvutaji wa sigara, au hapana, mimi sivuti sigara. Huyo ameanza kubadilisha utambulisho wake, hajioni kama mtu ambaye anavuta sigara. Na hiyo ndio inayopaswa kuwa kwa watu wengi. Kwa sababu umeshabadilisha namna ambavyo unajiona, basi automatically matendo yako na tabia zako zinaanza kuendana na yule mtu ambaye unajitambulisha au unataka kuwa. Kuna quotation inayosema to change who you are you must change what you do. Sasa tuende kwenye sehemu ya muhimu zaidi. Je, unabadilishaje utambulisho wako? How to change your identity. Hatua ya kwanza ni lazima uamue unataka kuwa nani. Nataka kuwa mtu mwenye maarifa, nataka kuwa mtu mwenye afya bora. Epuka kujiuliza unataka kupata nini. Jiulize unataka kuwa mtu wa aina gani. Kisha hatua ya pili inasema prove it to yourself with small wins, yani jithibitishie kwa ushindi mdogo mdogo. Hii inamaanisha nini? Umeshajitambulisha kwamba nataka kuwa msomaji mzuri wa vitabu, soma ukurasa mmoja leo. Umeshajitambulisha kwamba nataka kuwa mtu mwenye afya njema, basi leo fanya mazoezi, tembea kilomita 1. Na kama umeshajitambulisha kwamba unataka kuwa mtu wa sala, basi anza leo, sali kwa dakika 5 leo. Sasa tukiwa tunakaribia kuhitimisha, tuende kwenye swali la muhimu zaidi. Je, utambulisho wako ni upi? Je, unataka kuwa mtu wa aina gani? Ukijibadilisha namna unavyojiona, basi moja kwa moja matendo yako na tabia zako zitabadilika, zitaanza kuchangia kuwa yule unayetaka kuwa. Mabadiliko ya kweli hayaanzi kwenye matokeo, hayaanzi kwenye malengo, hayaanzi kwenye ratiba ngumu ambayo unajiwekea leo. Yanaanzia kwenye namna unavyojiona. Je, unajionaje? Ushauri ujaribu kujenga tabia mpya kabla ya kubadilisha utambulisho wako. Nataka uchukue diary yako au notebook kwenye simu yako, then andika kifuatacho. Andika utambulisho wako. Najua tayari umeshafikiria kuna tabia fulani ambazo unataka kuziacha au kuna tabia fulani ambazo unataka kuziendeleza. So andika kwenye daftari lako. Kwa mfano, mimi ni mtu ambaye husoma vitabu. Mimi ni mtu ambaye huheshimu muda. Mimi ni mtu ambaye huweza kujicontrol hisia zangu. Alafu nataka kesho ufanye jambo moja, sio mengi. Jambo moja tu litakalothibitisha maneno yako ambayo umeandika kwenye vitabu. Kwa mfano, nimeandika mimi ni mtu ambaye husoma vitabu. Basi kesho nitasoma chapter 5 za vitabu, au nitatumia dakika 5 kusoma kitabu. Fanya jambo moja tu kudhibitisha maneno yako. Asante kwa kuwa nami mpaka mwisho wa video hii. Natumai umejifunza vitu vingi sana. Dondosha comment hapo chini, share video hii kwa marafiki zako ili na wao waweze kujifunza. Mimi ni Silvano Mushi. Mpaka wakati mwingine. Bye bye.